Ujumbe wa Kwaresma kwa mwaka 2025 unatoka katika somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ile ya 16 aya ya 13. Hapo ndipo tunapokumbushwa kusimama imara katika imani. Nikukaribishe mtazamaji wa Mwangaza Digital katika channel yetu ya YouTube, lakini pia msikilizaji wa Radio Mwangaza FM kupitia kipindi cha Mungurumu wa Sifa. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Tunaanza rasmi kufunga na tumeanza rasmi mfungo mtakatifu wa Kwaresma. Nikukaribisha siku njema ya leo tukiwa hapa katika nyumba ya malezi ya Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, na wengi tunaitambua na kuifahamu kama nyumba ya malezi ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Nikukaribisha siku njema ya leo. Tumepata nafasi ya kufika hapa hasa kufahamu mengi kuhusu Kwaresma. Lakini katika kuanza Kwaresma lazima tunaanza na siku ya Jumatano ya Majivu. Siku hii ni siku ya namna gani? Vitu gani hufanyika? Lakini pia historia ya kanisa inatuambia nini kuhusu siku hii? Na mengine mengi kuhusiana na Kwaresma. Basi nikualike kwa moyo mkunjufu. Mimi ni Rose mwana wa James mjukuu akipeleka, si mbaya ukiniita dada wa upendo. Tunaye hapa mwenyeji wetu, atajitambulisha, lakini kubwa zaidi atatushirikisha walau kwa uchache yeye ni nani hapa. Kwa uchache tu pia tuifahamu kidogo nyumba hii ya malezi ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Tumsifie Yesu Kristo. Baba. Mimi ndugu mtangazaji, naitwa Padre Paulo Sinya, mkurugenzi wa mito Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, mkurugenzi kiongozi. Lakini pia nahusika na shirika la kipapa la utoto mtakatifu ngazi ya jimbo hapa jimboni Dodoma. Basi mpendwa mtangazaji, eneo hili kama nilivyosema mwanzoni ni eneo ambalo limetengwa maalum na jimbo la Dodoma kwa ajili ya malezi ya vijana ambao wanatazamia kuwa mapadri. Kumbe basi kabla ya kwenda seminari kuu kwa ajili ya masomo ya upadri, yani falsafa na teolojia na malezi, wanapitia kwanza hapa. Wanataka hapa mwaka mmoja au la miezi 11 hapa, walao kipindi cha mwaka mmoja. Na hapa tunapokea vijana hasa ambao wametoka kidato cha 6 wamemaliza. Maana yake nini? Alisoma la 7 akafaulu, alisoma form 4 akafaulu vizuri, akaenda kidato cha 5 cha 6 akafaulu vizuri. Baada ya kwenda chuo kikuu sasa ana wito, amesema kutoka ndani kwamba anahitaji kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa kuwa padre. Sasa anaandika barua yake kwa mkurugenzi wa mito kwangu, anawasiliana paroko wake, basi tunafanya taratibu, anakuja hapa, anaishi hapa kipindi hiki cha mwaka mmoja tukimlea. Na malezi anapata hapa hivi ni malezi ya kumwandaa atakapokwenda kwa seminarini asione maisha ni mapya sana, asiwe mgeni sana. Maana hapa tunamfundisha masuala yote. Tunamfundisha kwanza, tuna masuala ya kiakili, darasani atasoma kompyuta, atasoma masuala ya kiroho, atasoma Biblia kidogo kwa ufupi, utangulizi kidogo kwenye falsafa, atasoma pa basi vile atafanya pia kazi nyingine. Tuna bustani hapa, tuna ufugaji, lakini bila kusahau maisha ya kiroho, sala. Tangia asubuhi tunavyoamka tuna sala masifu ya asubuhi, tuna misa masifu ya mchana, tuna masifu ya jioni, tuna masifu ya usiku, tuna mafungo litutiki la mwezi hapa, vijana wanapata siku moja na kadhalika. Kwa sababu hayo yote majiundo yote haya, lengo ni kumwandaa kijana huyu sasa ili basi baada ya kwenda seminari kubwa maisha haya kwake yasiwe mageni. Ndio maisha ya mapadri. Maisha yetu tunaanza na Mungu, tutamaliza na Mungu. Kama unavyorejea kitabu cha kwanza cha Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya kwanza na kuendelea. Kabla mambo yote tunahitaji dua, sala, maombezi na shukrani vitolewe kwa ajili ya wote. Kwa kabla kitu chochote tuanza na sala. Na siku tunaifunga kwa sala. Ndio maisha yetu ya upadri. Sawa, pengine baba, katika utangulizi kama ambavyo nilikuwa nazungumza hapo awali, nimesema leo tutajikita kuifahamu hii siku ya Jumatano ya Majivu. Pengine tuanzie hapo. Tunapozungumzia siku hii ya Jumatano ya Majivu, wanaotutazama na pengine wameshasikia wasiokuwa Wakristo, hata Wakristo wa Katoliki, pengine hawaelewi siku hii ni ya namna gani na hasa inahusisha nini? Basi siku hii ya Jumatano ya Majivu ni siku ya kwanza ambayo inatuingiza katika kipindi hiki cha Kwaresma. Siku hii inaambatana na matendo mbalimbali. Siku hii inaambatana na watu kupakwa, hasa waamini kupakwa majivu katika paji la uso, kupakwa majivu hayo. Na basi tunavyoanza kipindi hiki kitakatifu ambacho ni kipindi cha toba, tunafunga siku 40 basi ili kujipatanisha sisi na Mungu wetu. Na katika kipindi hiki basi cha Kwaresma tunaalikwa sisi waamini kufanya mambo makubwa 3-4. La kwanza ni kusali, kufunga, kutafakari neno la Mungu, lakini basi vile kutoa sadaka hasa kwa wahitaji.
Tumekuwa tukishuhudia katika tendo la kupakwa majivu kuna maneno huwa yanatamkwa. Yaani anayempaka majivu yule mtu ambaye yuko pale kwa ajili ya kupaka majivu kuna maneno yanatamka. Pengine walau tugusie hayo ni maneno gani na yanamaanisha nini hasa kwa muamini ambaye anapakwa majivu? Basi maneno ambayo anatamka padre au shemasi anasema tubuni na kuiamini Injili. Na yule basi anayepakwa anaitikia amina. Maanake basi maneno hayo yanaashiria toba, kwamba kupakwa majivu na yale majivu yenyewe ishara ya toba. Basi tunaanza mwanzo sasa tutubu dhambi zetu zile ambazo tumetenda kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutimiza wajibu. Zote hizi basi padre anaanza kuambia yale maneno tubuni na kuiamini Injili. Basi haya maneno yanaashiria basi tunaanza tendo hili la toba, kufunga siku 40 ili mwisho wa siku basi tunapokuja kumpokea Yesu ambaye ni mfufuka, kushiriki ile tendo la ufufuko tunaita kwa Kiingereza Paschal Mystery, maana kifo, ufufuko, kifo, mateso na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tunasherehekea tukiwa wote tumefufuka pamoja na Kristo. Sawa, pengine sasa turudi baba katika tendo zima la kupakwa majivu, na umegusia ukasema muamini anapakwa majivu akikumbushwa kwamba tubuni na kuiamini Injili. Sasa hapo katika tendo hili la kupakwa majivu ni nani hasa ambaye anapaswa kushiriki? Ni Wakristo wa Katoliki ama mtu yeyote ana uwezo wa kupakwa majivu? Na je, kwa wale ambao pengine hawakupata fursa ya kushiriki katika adhimisho la ibada ya misa takatifu ya Jumatano ya Majivu, ana uwezo wa kuja kupakwa majivu siku nyingine ama inakuwaje? Kanisa Katoliki ndio maana ni kanisa Katoliki, maana kanisa la wote. Kanisa Katoliki la wote. La kwanza kabisa linaanza waamini wake. Hiyo ni kwanza, nafasi ya kwanza, lakini limefungua milango kwa mtu mwingine yoyote yule pia anapenda kushiriki baada ya kutambua nini tunamaanisha. Kama mtu anapopaka majivu maana yake nini, vinaambatana nini haya majivu, akishaamini na akaelewa anaruhusiwa kupaka majivu. Lakini pia kama siku ya leo Jumatano ya Majivu, mtu akikosa kushiriki ibada anaweza pia akashiriki kesho yake kadri utaratibu wa parokia na sehemu zingine ambazo wanatoa huduma. Kwa hiyo inawezekana hata kesho misa asubuhi mtu akawai akapakwa majivu, au hata misa ya jioni kadri ya utaratibu wa parokia fulani, ila anaweza ukikosa kwa Jumatano ya leo ya majivu unaweza ukapata muda mwingine ukaja ukapakwa majivu. Lakini si lazima mpaka hiyo katika misa takatifu. Inawezekana ni ibada hata ya jioni kukutana padre akamwomba basi akupaka mafuta kanisani. Asante baba kwa ufafanuzi mzuri, nami nirudi tena tuendelee mbele zaidi. Natamani tufahamu sasa, umetupa dokezo tunapakwa majivu. Hivi ulituambia tunapakwa majivu wapi? Bwana sikumbuki kama tunapakwa majivu, yawezekana ni mkononi, yawezekana labda miguuni. Mtazamaji aelewe ni wapi. Lakini pia sambamba na hilo baba, ninatamani kujua utaratibu huu wa kupakwa majivu. Kanisa limeanza lini hasa kuuweka kwa waamini wake? Ndugu mpendwa mtangazaji, majivu yanapakwa katika paji la uso. Anakupaka padre anaweka ishara ya msalaba. Lakini pia tendo hili linaambatana na historia. Majivu ni ishara ya toba. Na hii kanisa halijakulupua kutoa mali fulani kokote, lakini katika maandiko matakatifu kwamba kanisa la mwanzo na kadeta historia ya Wayahudi wao wenyewe walikuwa naamini kabisa mtu anapojipaka majivu maana yake anaingia katika toba. Mnakumbuka masimulizi mbalimbali katika maandiko matakatifu, Nabii Yona alipoenda kule mji wa Ninawi, alipowatangazia watu toba, basi watu walivua nguo zao zile nzuri wakajipaka majivu, ishara ya toba. Kwa kumbe majivu ni ishara ya toba. Tangu karne ya 8 huko kanisa lilianza kutumia hii desturi kwamba tunapoingia katika kipindi hiki cha toba, basi watu wajipake majivu, ishara kwamba mtu huyu anaingia katika toba. Kwa Wayahudi wao ilikuwa kitu cha kawaida kabisa, mtu anapokuwa amekosa, yupo katika mahangaiko, anahangaika hapa na pale, pengine ana huzuni, alikuwa analoa mavazi yake, basi anapaka majivu. Basi lakini sisi kipindi hiki sasa sisi wa Kristo hatulalui tu mavazi, tunaloa mioyo yetu. Sasa tumrudie Mwenyezi Mungu kadiri ya Nabii Yoeli kwamba tunaloa mioyo yetu, basi tumrudie Mwenyezi Mungu, tujipatanishe naye, hasa basi kwa ishara ya nje ya majivu, alama ya toba. Pengine hili tendo la kupaka majivu baba lina maana ama umuhimu gani kwa maisha ya muamini hasa Mkristo Mkatoliki? Tendo hili lina muhimu sana, ndio maana kanisa pia likaweka vipindi mbalimbali katika utaratibu wake. Ndio maana katika kanisa kuna vipindi mbalimbali, mfano kuna kipindi cha Noeli, tunasherehekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuna kipindi pengine cha Majilio, tunangojea kwa matumaini
Bwana wetu Yesu Kristo aje. Tuna kipindi cha Kwaresma ambapo tunaingia katika toba sasa. Hii toba maana yake tunajipatanisha na Mungu aliyetuumba. Sasa katika toba hii tuna viashiria mbalimbali vielelezo. Mfano wake basi ni huu kwamba waamini wanaingia katika kipindi hiki basi wanapakwa majivu kwamba waanze kufanya tathmini ya maisha yao. Tangu kipindi chote cha mwaka mzima nikaa hapa kaanza kumaliza mwaka huu, nimemaliza mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine. Je, mahusiano yangu mimi na Mwenyezi Mungu wangu yakoje? Kwa basi kipindi hiki kanisa limetoa kipindi kitakatifu kabisa cha siku 40 kwamba mtu huyu ajitakase. Ndio maana nimesema mwanzoni kwamba kipindi hiki kinaendana na kwanza kusali sana, kutoa sadaka, kujinyima na kufunga. Hii yote basi ni kumtengeneza huyu mwanadamu ili apate kumrudia Mungu aliyemuumba. Sawa baba. Ninatamani sasa turudi, sikumbuki ni andiko gani ambalo linasisitiza hilo. Umesema katika kipindi hiki tunapaswa kufanya pia toba, lakini pia kufanya matendo ya huruma. Kumekuwa na watu ambao pengine anafanya matendo ya huruma, matendo yale tunasema tunaweza tukatafsiri kama tendo la upendo kwa wengine. Lakini tendo hilo la upendo linakwenda sambamba na kuonekana kwa watu. Yaani ninafikiria kufanya matendo ya huruma, nitaita waandishi wa habari, waje wachukue picha kwamba tunafanya matendo ya huruma sehemu fulani. Je, hilo linatafsiriwa na kanisa kama sehemu ya kufanya matendo ya huruma? Kanisa linaweza kutafsiri hiyo ikawa kama ni moja kati ya matendo ya huruma. Lakini mwisho wa siku nini nia ya mtu huyo ambaye anafanya tendo hilo? Kuna mwingine anafanya tendo hilo ili aonekane mbele za watu. Aonekane kwamba ninatoa sadaka, ninahudumia maskini na kadhalika. Lakini Mwenyezi Mungu anaangalia kutoka moyoni. Na kama wewe ni Mkristo kweli, unataka kutoa sadaka, hata sadaka yako na wewe itoe sadaka yako hata jirani yako au hata mkono wako kume usijue au kushoto usijue kama nini mkono wako kulia unafanya. Kwa kumbe ukitoa sadaka, unaenda kuhudumia watu, kuhudumia toa ambapo wewe na Mungu wako mnajua. Sasa wengine pengine tunafanya tendo hilo kwa lengo pengine la kuonesha watu jinsi gani sisi tuko labda ni wema au pengine tunahudumia watu na kadhalika, lakini lengo sio hilo. Je, lengo ni lipi? Lengo ni kumsaidia mtu na si lazima uonekane. Kwa kumbe kuonekana basi pengine watu wanapenda ushabiki na kadhalika, lakini kanisa linaweza kuhesabu. Hata unaweza kujua mtu akija kutoa kitu fulani paka kita waandishi pengine yana lengo lingine. Lakini basi lengo kwanza, nia binafsi ni nini? Ni kumsaidia mtu, haijalishi unafanya. Lakini ukiwa na lengo kweli la kumsaidia mtu, haina ulazima kuita paka vyombo vya habari wachukue na kadhalika warushe mitandaoni, haina ulazima. Turudi sasa katika masomo ya siku ya leo baba. Mwanzoni nilitoa dokezo la ujumbe wa Kwaresma ambao unatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ile ya 16 aya ya 13 ya kwamba simameni imara katika imani. Pengine sasa tukirudi katika masomo ya siku ya leo yenyewe natualika hasa kufanya nini kwa siku hii ya leo na katika kipindi hiki cha Kwaresma? Basi kipindi hiki cha Kwaresma ambao masomo yetu moja kwa moja yanagusa moja kwa moja kwanza ni toba. Toba. Ndio maana basi nabii Yoeli anatuambia tulalue mioyo yetu na si mavazi yetu. Kumbe zamani kufuatilia historia mbalimbali pengine mfalme akipata huzuni, akikasirika basi ni ile kitendo kulalua mavazi yake. Lakini Mwenyezi Mungu sana anagusia pale pale, si tulalue mavazi sasa, lalua moyo wako wewe sasa muumini. Sio mavazi tena ya nje, lalua moyo wako, ukae chini ujifikirie, mimi na mahusiano gani na Mungu aliyeniumba. Kumbe basi masomo yetu moja kwa moja leo ni toba. Ndio maana basi tunaalikwa kwanza kufunga. Tunaalikwa kusali sana, kufunga sana, kusali sana, lakini basi kuwasaidia wale watu kile ambacho wanakifunga, sababu mfungo unaendana pia vile na majitoleo mbalimbali. Basi unachofunga kile unachojinyima, je, unakipeleka wapi? Basi wasaidie sasa maskini. Kama wewe kweli umeamua mimi sasa kufunga, mimi kweli sili chakula cha asubuhi na cha mchana. Sasa kile ambacho kweli huli mpekee yule sasa ambaye hana kabisa. Hiyo ndio tafsiri nzuri sasa ya kufunga chakula. Nimekutana na swali hili mara nyingi sana. Napaswa kufunga nini? Napaswa kufunga kula chakula, napaswa kufunga pengine kunywa, napaswa kufunga kwenda kutembea, napaswa kufunga matendo ambayo ninayapenda. Ni kipi hasa kwa Wakristo wanahimizwa kufunga hasa kipindi hiki cha Kwaresma? Basi ndugu mtangazaji, kufunga ni hasa basi ile matendo ambayo wewe binafsi uko unayapenda sana kuyafunga. Ndio kuyafunga sana matendo. Na ukisha matendo haya unayofunga pia inakuwa ni faida kwa wengine. Kwa mfano ndio maana kanisa kwa mara ya kwanza basi likaweka kufunga chakula, kwa sababu ni katika chakula basi hapo mtu anashiba na kadhalika. Kwa kumbe kitu cha kwanza kwa binadamu kwake kwa sababu ni chakula, basi tufunge hiki chakula kwamba ajinyime, autese mwili wake
pamoja na starehe na anasa. Sasa katika kula ni kupana. Kuna kula chakula, kuna kunywa na kadhalika. Lakini pia kufunga, lengo kabisa ni vile vionjo mbalimbali ambavyo pengine wewe katika maisha yako pengine vinakuwa katika anasa au pengine unavipendelea zaidi. Sasa vile uvifunge, uwasaidie wengine. Na ndio maana pia hata maana ya sadaka. Sadaka utoi yale yaliyobakia au ya ziada. Sadaka ni ile ambayo inauma. Sasa kwa mfano mtu ukimnyima chakula ni kitu kubwa sana katika maisha yake. Kwa sasa ukajinyima wewe mwenyewe kwa hiari yako wewe. Kwamba mimi kwa kweli kwa siku huwa nakula natumia shilingi 5,000. Basi mimi natoa shilingi 2,500. Hii najinyima na kwenda kuwasaidia maskini. Huko ndio kufunga sasa. Sasa na pengine mimi napenda sana pengine labda ni kunywa sana, pengine mimi napenda sana pengine kula, pengine napenda kusikiliza muziki, napenda vitu fulani basi vile sasa kujifunga kwa ajili kwa hapa wengine, lakini pia kutakatifuza maisha yako wewe. Hasa kwa kipindi hiki wala kujinyima. Ndio kuzima kwa kujinyima. Msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, kipindi cha Mungurumu wa Sifa, na wewe mtazamaji wa Mwangaza Digital kupitia channel yetu ya YouTube. Kama ndio kwanza ungana nasi, karibu, hujachelewa. Tuko hapa nyumba ya malezi ya Jimbo Kuu Katoliki Dodoma ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi ambayo inapatikana Miyuji. Na tuko hapa pia na mkurugenzi wa miito Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, lakini pia ni mkurugenzi wa utoto mtakatifu. Tuko hapa leo tunazungumza hasa juu ya Kwaresma, hasa tukianza leo siku ambayo tunaanza mfungo wetu huu mtakatifu sana wa Kwaresma. Ametupa dokezo hapo juu ya siku hii ya kupakwa majivu. Tunapopakwa majivu tunaambiwa nini? Na maana nzima ya kupakwa majivu ni nini? Kwa nini kuna umuhimu wa sisi kupakwa majivu? Lakini pia katupa dokezo akasema ya kwamba tunaposhiriki basi tunapaswa kujikita katika mambo muhimu, yaani kufunga, kufanya toba, kingine baba kabla sijasahau, kusali na kufanya matendo ya huruma. Kwa hiyo haya ni mambo 4 ya msingi ambayo tunahimizwa kuyafanya katika kipindi hiki. Tupate mapumziko mafupi, punde tunarejea kuendelea na kipindi chetu. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kwa mioyo yenu yote. Fanyeni mabadiliko mioyoni mwenu, kwa kufunga na kwa kulia na kuomboleza, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Mara baada ya mapumziko mafupi kupitia tafakari ya wimbo, mtazamaji unayetufuatilia kupitia channel yetu ya YouTube kwa jina la Mwangaza Digital, na wewe msikilizaji wa kipindi cha Mungurumu wa Sifa, ni kukaribishe tena katika kipindi hiki maalumu, hasa leo tunapoizungumzia Jumatano ya Majivu, siku ya kwanza tunapoanza mfungo mtakatifu wa Kwaresma.
Tuko hapa nyumba ya malezi ya Jimbo Kuu Katoliki Dodoma ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi inayopatikana Miyuji. Basi nikukaribishe tukiwa tumeungana naye mkurugenzi wa miito Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, lakini pia mkurugenzi wa utoto mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, Padre Paul Sinya. Tukukaribishe kwa moyo mkunjufu siku njema ya leo, hasa tuendelee kutafakari juu ya kipindi hiki cha Kwaresma ambacho tumekianza siku hii ya leo. Kukualika kwa niaba ya Padre Paul Sinya, mimi ni Rose Mwana James Mjikuu akipeleka, nyuma ya kamera Nemes Victor Michael. Nikukaribishe tuendelee mbele zaidi. Pengine baba, tumezungumza kuhusiana na kipindi hiki cha Kwaresma. Mwanzoni ulitupa dokezo kwamba tunafunga siku 40. Lakini ninatamani tuelewe kwa nini hazikuwa siku pengine zaidi ya 40 ama pungufu kwa hiyo 40, kwa nini zikawa siku 40? Basi mpendwa wa mtangazaji, siku 40 ni siku ambazo basi kibiblia lakini pia kitamaduni zina maana yake. Kipindi hiki cha siku 40 pia tumekuwa tumekisikia katika sehemu mbalimbali katika maandiko matakatifu. Tumesikia wana wa Israeli walitembea jangwani siku 40, Yesu alifunga siku 40 na matukio mengine mengi siku 40, miaka 40. Kwa nini 40? Kimsingi 40 ni namba kamili. Namba kamili maana yake ni kipindi cha muda cha kutosha kufanya mabadiliko. Ujumbe mkuu hapo ni kipindi cha kutosha cha kufanya mabadiliko. Ndio maana kubwa ya siku 40 au miaka 40, ni muda mrefu. Ndio maana basi hata wataalamu wa saikolojia wanasema kama una tabia fulani mbaya, ukiweza kuiacha hiyo tabia yako mbaya kwa siku 40 bila kukatisha, unafanikiwa kuiacha hiyo tabia. Au ndo chanzo cha kale kama msemo za mwizi 40? Hapo umeona pale. Kwa kumbe hata pia unasikia wazazi mtu akijifungua anakaa ndani siku 40. Kumbe hiyo tumeitoa huko kutoka kwa wenzetu wa Wayahudi wakiwa na maanisha kwamba kipindi cha 40 bado ni siku za kutosha, ingawa ingine kwa maana nyingine. Kwa mfano kama Wayahudi kama mama akijifungua mtoto wa kwanza wa kiume anakaa ndani siku 40 ili baadaye akajitakase kwa sababu anakuwa najisi. Lakini akijifungua mtu wa kike anakaa siku 80. Rejea mafundisho mbalimbali ya Padre Christian Mwagama, mtaalamu wa maandiko matakatifu. Kwa kumbe basi siku 40 zina maana yake hiyo kwamba ni kipindi cha kirefu ambacho kinatosha kabisa mtu kufanya mabadiliko makubwa, mabadiliko chanya. Kwa kipindi hiki cha Kwaresma ukaweza kweli mimi najinyima, mfano kwamba mimi katika kipindi hiki cha Kwaresma najinyima kabisa, labda nataka niache pombe kabisa, nisinywe kabisa moja kwa moja, mfano. Kumbe ukaweza kweli kuanzia siku ya kwanza ya Jumatano ya Majivu ukaenda mpaka siku 40 zikatosha. Kwa mpaka hapo utakuwa umeshafanikiwa. Kwa kumbe basi kipindi hiki sasa tunaalikwa sasa zile anasa mambo ya ulimwengu, sasa yale pale matendo yale ya mambo hayo ambayo yanaambatana hayo mambo, basi kuyaacha ili tufanye mabadiliko, tulalue mioyo yetu, tunasema vazi yetu, tumrudie Mwenyezi Mungu. Umezungumza kwamba tunafunga siku 40, lakini nikipiga hesabu kuanzia Jumatano ya Majivu mpaka kufikia Pasaka ambayo tunataraji itakuwa tarehe 20 ya mwezi wa 4, kuna siku kama zinazidi. Yaani kwenye kufunga pia nimeshasikia kanisani tunahimizwa kwamba Jumapili sio siku ya kufunga. Kwa nini? Basi kimsingi kadiri ya utaratibu wa kanisa siku za Jumapili huwa tuzihesabu. Kwa sababu kila Jumapili ni ufufuko wa Bwana Yesu Kristo. Kila Jumapili ni ufufuko. Kwa kumbe basi katika utaratibu wetu wa kufunga kanisa Katoliki siku za Jumapili tunaziondoa kabisa. Kwa tunaziacha hizi siku nyingine tunaenda kufunga kama kawaida na tunaenda kuzihesabu. Ila sipokuwa tu Jumapili tu hizo tunaziondoa kwa sababu hizo zinakuwa na maana nyingine tena. Ndio. Upo usemi ambao unasema nimleupata kupitia wimbo unakwenda kwa jina Kesho, mtunzi ni Fortune Shimanyi. Yawezekana anasema kwenye wimbo anasema sio mbali sana tutakapokuwa kesho. Kesho tunaitengeneza leo, lakini kubwa zaidi yanayoshinda nguvu zetu tumwachie Mungu. Yale tunayoyaweza tuyafanye kwa wema. Katika kipindi hiki cha Kwaresma yawezekana kuna mtu anasema mimi nitafunga kesho ama mimi nitafanya kesho. Una kipi cha kumwambia hasa katika Kwaresma ya mwaka huu 2025? Basi hapa mimi naungana na wahenga wanasema inawezekana leo lisingoje kesho. Hujui kesho inafananaje. Kwa hiyo tuijui, ndio maana nasema msisumbuke kesho. Leo tunayo. Wataalamu wengine wanasema bana jana ni historia. Leo na mkononi, kesho tunatarajia pengi hatujui. Kwa kumbe basi anza leo. Huu wakati ulionao huu ndio fanya mabadiliko, anzia leo. Wakati ufao ndio sasa, Mtume Paulo anatuambia. Lakini pia katika swala la wakati, kila wakati tunaambiwa ufanye jambo. Usubiri kesho.
Kuna kitabu fulani hivi nikisoma, mtunzi kama anatoa mfano moja. Akanasema kwamba kila wakati unaofanya utumie vizuri. Na hasa utumie kumshukuru Mwenyezi Mungu kile ambacho anakupatia. Tajiri mmoja alikuwa katika nyumba yake. Anasubiri chakula cha mchana. Baadaye kuangalia hivi dirishani akaona maskini anaokota vyakula jalalani. Sasa Mwenyezi Mungu ninakushukuru. Kwa sababu mimi sio sana yule maskini anaokota vyakula jalalani. Mimi wala unapata mlo wangu kwa wakati ndani katika mahali pazuri. Yule maskini akasema Mwenyezi Mungu ninakushukuru sana. Baadaye kuangalia wakati anakota vyakula akaona kichaa ametoka sokoni anakimbizwa, amebeba vyakula huko. Sasa anakimbizwa na wale watu. Basi akasema na Mwenyezi Mungu mimi nakushukuru. Mimi si sawa na yule kichaa anakimbizwa kule na wale wenye maduka wenye masoko. Mimi ni maskini ndio, lakini wala unapata chakula changu kwa utulivu huko jalalani. Yule kichaa kimbia basi baada ya pukushani amekita na maliza mabaki ya chakula, akaona ambulance inamkimbiza mgonjwa hospitalini. Akasema Mwenyezi Mungu mimi ni kichaa. Hiyo si shida sana. Lakini si sawa na yule mgonjwa ambaye hawezi hata kukimbia, yuko tayari tete anakimbia hospitalini. Mgonjwa yule anaingia hospitalini, anapishana na manesi ambao wanatoka mochwari. Wanapeleka pale tayari mtu ni maiti. Mgonjwa yule moyo akasema Mwenyezi Mungu ninakushukuru. Mimi ni mgonjwa mahututi, usikatai. Lakini si sawa na hiyo maiti. Tayari ameshamaliza muda wake. Sasa ukiangalia mlolongo huu kuanzia tajiri, maskini jalalani, kichaa, mgonjwa. Hawa wote wana muda wa kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Isipokuwa mtu mmoja tu ambaye ni marehemu. Kumbe kwa wakati huo unaoupata mshukuru Mwenyezi Mungu. Wakati huo usisubiri kesho. Unapoamka tu asubuhi ngapi umeshusha miguu yako chini, Mwenyezi Mungu nakushukuru. Umetoka kazini kwako huko jioni umefika, umeshachoka basi weka tasha msalaba Mwenyezi Mungu nakushukuru siku ya leo. Kumbe linalowezekana leo usingoje kesho. Wakati huu hatujui. Leo upo, kesho upo. Ndio mpendwa mtangazaji. Wakati unazungumza hapa baba kanikumbusha siku hizi mambo yanavyozidi kukua, sayansi na teknolojia. Tukiamka asubuhi tunaangalia nani amenitafuta, mitandaoni kunasemaje, tunataka kujua wasanii wengine wakubwa ambao ni wa Bongo Flava wamefanya nini, maisha yanaendaje, kwenye mipira tunataka kujua leo kutakuwa na game gani na mambo kama hayo. Ule muda wa kumshukuru Mungu kikule imekuwa ni changamoto. Sasa kumbe kipindi hiki cha Kwaresma kama ambavyo umetupa dokezo baba ukasema ni kipindi cha kubadilika. Kumbe tunaweza tukaanzia hapo. Kwamba tufanye vitu tofauti. Sasa kipindi cha Kwaresma baba umesema tuache vile ambavyo tunaona vinatukwamisha sisi kuwa karibu na Mungu. Ndio kusema ya kwamba tunaviacha kipindi cha Kwaresma, tukimaliza Kwaresma tunaviendeleza. Yaani tunasema tunafunga au tunavirudishia kwa mtindo huo. Basi mara nyingi tumekuwa pia na mawazo haya kwamba mara nyingi basi bana sasa ni kipindi cha kufunga, kipindi cha Kwaresma sitaki kutenda dhambi. Hapana. Kipindi cha Kwaresma kipindi ambacho kinakukumbusha. Kinakukumbusha. Mwanzo nilisema kila kipindi kina maana yake. Na kipindi kipo kwa lengo tu kumfanya mwanadamu atakatifuzwe awe mtakatifu. Kwa hiyo kipindi kinamweka, kinamkumbusha bwana kipindi hiki fanya hiki, kipindi hiki fanya hiki. Si kwamba sasa kipindi cha Kwaresma chote hicho mjitahidi kweli wewe kutotenda dhambi. Sasa ukishamaliza sasa sema sasa niko huru, sasa niko nimefungwa. Ukafungulia turbo. Hapana, kisha Pasaka sasa unafungwa. Sio tunafungua bomba unang'ona kwa kabisa. Hapana. Kipindi hiki kinakukumbusha jamani wewe mwanadamu, wewe ni mavumbi, utarudi kule, utaenda kujibu nini kwa Muumba wako? Basi kipindi hiki fanya toba ya kweli, fanya mabadiliko. Ndio maana huwa mara nyingi unaona hata tunapotoka kanisani, umetoka katika ule mlango wa kanisa, ikatoka kwa rafiki yako, labda akakujibu jibu baya au akatukana, hivi tumetoka kanisani sasa hivi, kwa unatukana. Asa kale kahofu kale inabidi uende nacho katika siku nzima, wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima, maisha yako yote. Kwa kipindi hiki cha toba, unafanya matendo ya toba. Sawa? Ndio kwa kipindi hiki tunasisitizwa hasa kwa mfano kama hivyo kufunga na kujinyima, lakini ile hali sasa ya kuacha ubaya kuelekea wema inabidi iwe desturi ya maisha yako. Si kwamba sasa kipindi cha Kwaresma tu hiki basi kama nafunga pengine kutumia simu muda mrefu kama mtandaoni muda mrefu basi kwa jitu kipindi hiki afu tukishafungua sasa baada ya Pasaka sasa ukarudi na kule. Hapana. Endeleza kipindi, endelea kutafuta vile utakatifu ambao umechota kipindi cha Kwaresma hiki, endelea nao hivyo inapofufuka Kristo mpya na sisi tunakuwa wapya mwili na roho.
Pengine kwa dokezo tu hili si kwa umuhimu sana. Hapa nyumba ya malezi Miuji, ninyi mmejiwekea utaratibu gani tofauti na mazoea ambayo mlikuwa nayo? Pengine katika kipindi hiki mnafanya vitu gani kuhakikisha kwamba mnashiriki kikamilifu kwanza katika kipindi hiki kwa kufunga, kusali, kufanya toba na matendo ya huruma, lakini pia kushiriki, tunasema mtu mmoja mmoja anapata ule muda wa kushiriki kwa rezima kama inavyotakiwa, mbali na ratiba ambayo mmezoea kwa siku zote hapa? Basi kwa kipindi hiki, ndugu mtangazaji, kwa si kipindi hiki kwa nyumba yetu hapa malezi, kwanza kabisa tunarejea hata kwamba pia bado tunaweza tukazungumzia kwanza ni nani anatakiwa kufunga. Nani anatakiwa kufunga? Anatakiwa kufunga ni mtu mzima mwenye afya. Mwenye afya njema. Isiko una afya mgogoro baadaye ukaje ukatufia. Funga ukiwa na afya yako. Si unatumia dawa za malaria, au dawa za pressure, unadunga vya tumbo ukafunga uwe na afya yako njema. Sasa uwe kuanzia umeanza kulala miaka 14, 14 kwenda juu, mtu mzima unajitambua. Watoto, wagonjwa na wazee hawaruhusiwi kufunga kwa sababu ya afya zao. Hawa wanashauriwa wasinge katika mfungo, hasa kufunga vyakula. Lakini basi wewe kama uko imara, ni una umri mzuri, unaalikwa kufunga chakula, kujinyima, ili basi mwisho wa siku upate kutesa mwili wako, ndio kujinyima kwenyewe huko. Basi mwisho wa siku, basi unapofufuka, unafufuka kwa sema kipindi hiki nimefanya vizuri, nimetakatifuza maisha yangu, nifanya mabadiliko. Kwa kumbe basi sisi tunafuata ratiba ile, funga siku ya Jumatatu Majivu, sio nyama siku ya Ijumaa Kuu. Kwa sisi katika kituo chetu hiki siku ya Jumatatu Majivu tumejipanga kabisa kama jumuiya, pia tutafunga chakula. Sasa tunakuwa tuna kidogo kwa dharura, kwa emergency au dharura, kwa wale ambao pengine na afya, pengine ni wagonjwa, changamoto, hao tunaacha. Lakini kila mmoja yeye kadri utaratibu wake anaweza kufunga chakula, lakini ratiba yetu inakuwa iko pale pale. Lakini pia katika kipindi hiki pia tuna njia ya msalaba ambao mara nyingi tunafanya siku za Ijumaa. Kwa sababu si kipindi cha sala hapa kwetu, si kama ni kipindi cha Kwaresima tu, hapana. Sisi kila siku tuna misa, tuna masifu, sala ya kanisa, tuna misa takatifu, tuna sala, tuna masifu ya mchana, tuna masifu ya jioni, tuna complain. Kwa sisi siku tu sala hapa si kama ni kipindi sisi kwetu sala hapa ni mfululizo. Ni utamaduni wetu. Kwa hata ninapoje kipindi cha Kwaresima hiki tunaongeza kitu fulani, tunatoa kitu fulani. Si kwamba sasa tunakuja sasa tuanze kusali sana, tunaendeleza. Ndio mpendo. Sawa, ujumbe wako sasa kwa wasikilizaji wa kipindi cha Muungurumo wa Sifa, lakini pia wanaotufuatilia kupitia channel yetu ya YouTube kwa jina la Mwangaza Digital. Kwaresima ya mwaka 2025, kadiri ya ujumbe pia wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, tunakumbusha kusimama imara katika imani. Wewe una ujumbe gani hasa kwa waamini wa Kristo wa Katoliki? Basi mimi binafsi katika kipindi hiki hasa nikiungana na ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania hapa, kusimameni imara katika imani. Mimi nawakumbusha waamini kwa ujumla kwamba inafika mahali mtu anajiuliza, hivi kweli na imani? Kimsingi imani tunayo. Mimi nikutoe shaka ndugu msikilizaji, imani unayo, ila sema unaichannel wapi? Unaelekeza wapi? Nitoe mfano mdogo. Angalia mfano mcheza mpira anapotoka nyumbani au kutoka kambini, sala yake ikoje? Siku zote Mwenyezi Mungu, naomba nikacheze mpira vizuri nishinde. Hakuna hata mmoja ambaye anatoka nyumbani au katika kambi yake ya mazoezi akasema, Mwenyezi Mungu, mimi leo naomba niende kacheze mpira huko uwanjani, wanikanyage nivunje kiuno. Hakuna hata mmoja. Au ukafungwe. Au wewe mzazi unatoka nyumbani unaenda kazini, Mwenyezi Mungu, bila naomba ninapopita barabarani watu nigongwe na gari nivunjike haba shingo. Kwa nini uombe hivyo? Siku zote tunajiombea mema. Mwenyezi Mungu, ninaomba nikacheze mpira nishinde, nirudi salama. Mwenyezi Mungu, ninaomba ninakwenda shambani na jembe langu nikalime vizuri nipate mazao. Hivyo siku zote tunajiombea mema. Kwa nini usiombe mabaya? Imani tunayo, lakini tunajielekeza wapi? Angalia wewe ukiumwa pengine ugonjwa wote, daktari anakuambia dawa hizi hakikisha unameza saa 8 usiku, saa 8 dakika 2 usiku. Utahakikisha saa 8 dakika 2 usiku umeamka umeze ile dawa bila kukumbushwa. Je, sasa badilisha imani hiyo sasa, au kitendo hiki kije katika imani kwa masuala ya kiroho. Tutafika wapi ndugu mpendwa mtangazaji? Tutafika mbali sana. Kwa kumbe mpendwa msikilizaji, imani tunayo. Hata kama ndio kiasi lakini watu tunayo, lakini tunajielekeza wapi? Kwa hivyo kipindi hiki
tukiongozwa na ujumbe wa Kwaresma Baraza la Maaskofu hapa Tanzania, basi tusimame imara. Kile ambacho tunacho, hebu tuelekeze kule kwa Mungu. Tufanye mabadiliko kweli kwamba Mwenyezi Mungu, mimi naamini kipindi hiki nitafanya kitu fulani, amini kwa utafanya na utafanikiwa. Sawa, mwishoni kabisa si kwa umuhimu, tulipata nafasi ya kusikiliza na kutazama pia wimbo ambao wametuimbia waseminari wetu hapa. Natamani sasa kwa nafasi yako, kipindi hiki cha Kwaresma, wimbo gani hasa ukiimba ama ukiusikiliza unakufanya unaingia katika tafakari ya kina zaidi kwa kipindi hiki cha mfungo mtakatifu wa Kwaresma? Kwa kweli nyimbo ambazo zinanifariji sana, zinanitia moyo kipindi hiki cha Kwaresma ziko nyingi. Lakini sasa pengine naweza sijui ni mtunzi nani simkumbuki, lakini naweza nikasema pengine labda nikaimba kipande kidogo ambacho nyimbo mimi kidogo ikiimbwa hapo naona kabisa nimeshafika mbingu ya 7. Kifani kidogo sema nami natapika hapa, sinashiriki na nguruwe, chakula kisichofaa, yanipasa kurudi. Ambayo Injili ya Luka sura 15 kule katikati, mwana mpotevu. Mwana mpotevu basi alianza kurudi, bwana kwa nafanya hapa, kwa nahangaika, nitakufa hapa, nitarudi. Sasa ile nitarudi ndio sasa, na masomo ya leo hii anatuambia tulalue mioyo yetu tumrudie yeye. Ndio huwa nafarijika sana hiyo nyimbo inapoimbwa hapo. Kwa kweli najisikia kabisa mbingu ni ya kwangu. Nikushukuru sana baba. Umenifurahisha uliposema unafika mbingu ya 7. Kila mtu huwa ana uchaguzi wake. Yaani kuna baadhi ya nyimbo yategemea pia kadiri ya kipindi cha kanisa. Kuna wimbo mtu anaweza kausikia hata kama ni wa shukrani akajikuta analia, kutokana tu na namna ambavyo anaguswa na ule ujumbe ulioko katika wimbo. Na kama ambavyo umesema kwako wewe wimbo huu na kufanya ufike kwa namna ya pekee, hasa kumtafakari Mungu zaidi kipindi hiki na kusema narudi kwa baba, kwa hakika ni ujumbe mzuri. Na mimi pia umenikumbusha mbali, niliusikia wimbo huo siku nyingi lakini sikuwa nimeuzingatia sana, sikufikiria kama ungesema huo. Kwa kidogo umenikumbusha wimbo huo mzuri kabisa. Asante sana. Lakini pia tukushukuru kwa kutushirikisha tone hili la upendo juu ya kipindi cha Kwaresma, hasa kupitia siku hii ya leo ya Jumatano ya Majivu, tarehe 5 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Na kwa dhati kabisa nikushukuru mtazamaji ambaye unatufuatilia kwenye channel yetu ya YouTube kwa jina la Mwangaza Digital, lakini pia msikilizaji wa Radio Mwangaza FM ambaye unatusikiliza katika kipindi cha Mungurumo wa Sifa. Nitakuwa sina fadhila nisipomshukuru Nemes Victor Michael nyuma ya kamera ambaye ametufikisha mjini YouTube. Wanasema wakati mwingine watu wanasema hata ukioga mjini huendi. Kwa hiyo sisi haijalishi kama tumeoga au hatujaoga, lakini mjini tumefika. Tunaamini ya kwamba anayetusikiliza na anayetufuatilia kwenye channel yetu ya YouTube amepata ujumbe ambao tulitamani umfikie kwa siku ya leo. Mimi pamoja na Padre Paul Sinya ambaye ni mkurugenzi wa Mito Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, lakini pia mkurugenzi wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, tunakushukuru kwa dhati kabisa kwa kuungana nasi, na usiache kufuatilia Radio Mwangaza FM kupitia kipindi cha Mungurumo wa Sifa na vipindi mbalimbali, lakini pia kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, X, bila kusahau YouTube kwa jina la Mwangaza Digital, na Instagram jina ni hilo hilo Mwangaza Digital. Lakini pia usisahau tovuti yetu ya www.radiomwangaza.co.tz. Lakini pia tunapatikana Zeno FM, bila kusahau Radio Garden. Huko unatupata Kwa hiyo nenda huko utusikilize na sitakufikishia matangazo hayo. Kabla hatujaondoka hapa kwenye nyumba ya malezi ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, ambayo ni nyumba ya malezi ya Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, bado tulipata kionjo tu cha wimbo. Tutarudia tena kwa wimbo mwingine. Tukukaribishe uendelee kuungana nasi na tuseme tunakushukuru sana, na uwe na usikilizaji mwema na mfungo mwema wa mwezi mtakatifu sana wa Kwaresma. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani
nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama mbele yako? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Nimemngoja Bwana, roho yangu, na neno lake nimelitumaini. Na neno lake nimelitumaini. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako?